Tuko na Dosa Yanga kuyazungumza mengi ya kimichezo. Kubwa zaidi ni mchezo wa kwanza wa kocha mpya wa Simba Steve Barker, Mapinduzi Cup, akicheza na Mwembe Makumbi. Bao moja la Mohamed Bajabir likaipa ushindi Simba. Dosa, mambo vipi? Mambo poa. Uko vizuri? Niko poa, niko sawa sawa, niko njema kabisa. Mtanange. Niambie. Kubwa, twende tuzungumzie kwanza mchezo wa kwanza wa kocha mpya wa Simba akiwa Tanzania dhidi ya Mwembe Makumbi huko Mapinduzi Cup, NMB Mapinduzi Cup. Ushindi mwembamba wa bao 1-0. Mfungaji wa goli ni Mohamed Bajabiri. Hii inaleta picha gani kwa huyu kocha? Yes, ni mwanzo mzuri. Mwanzo mzuri kwa mwalimu, lakini pia ni mwanzo mzuri kwa Simba. Lakini pia ni mwanzo mzuri kwa Kombe la Mapinduzi. Zipo timu nyingi zenye wachezaji wazuri, zenye majina makubwa. Lakini actually kabisa wa Tanzania, wadau wa mpira walikuwa wanazisubiri Yanga na Simba. Simba ameanza, Yanga akafuata. Mashindano yamechangamka. Mashindano yananoga. Mashindano yanaelekea kwenye kilele chake. Mtanange, mechi ya Simba ni mechi ambayo ilikuwa na tafsiri nyingi sana. Moja, ya kutoa tafsiri sahihi ya mwalimu wa Simba wa mpya. Pili, ya kutoa tafsiri sahihi ya wachezaji chini ya mwalimu mpya. Nimemwangalia Mohamed Bajabiri. Bado naamini, bado najua Bajabiri ni mchezaji mzuri. Ila lakini lazima tuwakumbushe wana Simba. Lazima wakumbushwe viongozi wa Simba na Simba yenyewe. Bajabiri hatoshi kuipeleka Simba nchi ya ahadi. Bajabiri hatoshi kuipeleka Simba nchi ya ahadi. Yaani wasiongopeane. Wasidanganyane kwamba kwa sababu tuna Bajabiri basi kani mwisho wa reli. No. Football ni mchezo wa usaidizi. Football ni mchezo ambao tunazungumza ni teamwork. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji kama Bajabiri, ukipata wenzake 4 5 wa kuongeza nguvu wenye viwango kama vyake au zaidi yake, mimi naamini huenda tukaizungumzia Simba nyingine kwenye mashindano ya Mapinduzi. Bajabiri ni bora, lakini pekee hatoshi kuivusha. Bado sana. Bado sana. Bado sana. Na cha ajabu Mtanange, nipate sababu tu ya kuwaulizia viongozi wa Simba kwa watu wao wa Simba. Ni lini watatambulisha wachezaji wapya? Ni lini watatambulisha wachezaji wapya? Igizo jipya. Ni lini? Kwa sababu tumewaona vilabu vingine vinatumia mashindano ya Mapinduzi kama trial kwa timu nyingine, kwa mashindano mengine. Leo tunajiuliza klabu kama ya Simba, up to date hakuna mchezaji mpya ambaye amesajiliwa kwa ajili ya CAF Champions League. Hakuna mchezaji mpya ambaye ametambulishwa kwa ajili ya mashindano ya ligi kuu na CAF Champions League. Hili jambo binafsi mimi linanifikirisha. Sijajua mipango ya Simba ya ndani zaidi. Ila linalazima viongozi wa Simba, ni lazima wadau wa Simba watoke fronti kuambia mashabiki wao na wanachama wao mipango mikakati sahihi ya Simba Sports Club. Unless kama watatumia kivuli cha ushindi wa Mapinduzi kuambia Simba imerudi, watakuwa wanakosea wanachama wao. Kuna taarifa ambayo niliisikia kwamba kwa sababu tunajua huyu ni kocha mpya, anaenda kutumia nafasi hii kuwatazama wachezaji alionao ili aweze kupata tathmini nzuri ya kwamba nani aingie na nani aondoke kwenye kikosi cha Simba. Sio muda sahihi kwa sababu ni muda mfupi tu tayari kocha mpya ameingia. Upo sawa? Nakubaliana na wewe 100%, lakini dirisha la usajili lina muda. Kombe la Mapinduzi lina muda. Actually ni siku 15 Kombe la Mapinduzi. Wiki mbili tu. Fikra yangu inaniambia tarehe 13 finali ya Kombe la Mapinduzi. Leo tarehe 5. Una mechi 3, mechi 2 za Mapinduzi. Hujaleta wachezaji wapya kwa ajili ya kukitengeneza kikosi. Unafikiria nini? Hujapata msimamo mmoja kwamba huyu anatoka, huyu anaingia. Tafsiri yake ni nini? Bado hujajiandaa. Bado una beti. Bado una riski maisha ya wanachama na mashabiki wa Simba.
Leo mashabiki wa Simba kwa situation waliopitia miezi mitatu miwili nyuma, leo wakuwa wanahitajika waongee kifua mbele kuliko klabu nyingine yoyote hapa Tanzania. Leo wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba wao kipindi hiki ndio walikuwa watambe kuhusiana na signing ambazo wamezifanya dirisha dogo. Nao mashabiki wa Simba wanaongea nini? Kwa kumfunga Mwembe Makumbi? Yaani Mandala wa Simba atoke mbele kusema this is Simba kwa kumfunga Mwembe Makumbi? Leo kakaangu Kisugu atoke mbele kuja kuambia wana Simba, Simba bora, Simba imerudi kwa kumfunga Mwembe Makumbi? It's not fair. Yaani kitu ambacho hakiwezekani. Ila kama unaizungumzia Simba kwa ajili ya wewe kunufaika, unaweza ukasema Simba imerudi kwa kumfunga nani? Lakini ni lazima Simba wao wenyewe wafanye mabadiliko mapema ili ligi iwe na ushindani. Tukiacha siasa zetu za Yanga na Simba, utani wetu wa Yanga na Simba, for sure kabisa hakuna Yanga bila Simba, hakuna Simba bila Yanga. Na ligi pia sijui itakuwaje mwaka huo, Yanga haija kuwepo au Simba haija kuwepo, alafu mmoja ndipo kwenye ligi, tutakuwa na ligi? Mambo yatakuwa Simba watoe faili la wachezaji, Simba watangaze wachezaji wapya. Thank you bado Dosa. Yes. Ndio mashaka ya wana Simba. Hivi tunarudi kwenye ligi kuu next week. Zimebaki wiki mbili tunarudi kwenye ligi kuu. Zimebaki wiki tatu tunarudi kwenye CAF Champions League. Timu haina chemistry. Umjui mchezaji mwenye mikimbio, umjui mchezaji mwenye mwili mkubwa, umjui mchezaji ambao control ukuta. Alafu unatenda kuambia nini kwenye CAF Champions League? Kwa mtanange viongozi wa Simba, wanachama wa Simba, mashabiki wa Simba wasijifiche kwenye kivuli cha kumfunga Mwembe Makumbi kwa kuhadisia wana Simba wenzao kwamba Simba imerudi. Mimi naifuatilia Simba. Naifuatilia Simba kwa ukaribu sana. Bado kubwa. Yaani wala sidanganyane. Kubwa. Wakae waamue kabla Kombe la Mapinduzi watambulishe silaha mpya. Huenda hatujashuhudia thank you hasa kwenye upande pia hata wa wachezaji wa kimataifa. Simba inajitosheleza kwa wachezaji ambao wako nao kwa Simba hii bado wanahitaji maboresho makubwa. Mimi sio shabiki wa Simba wala sio mwanachama wa Simba, lakini kama mdau Simba wana kazi kubwa ya kufanya kuboresha kikosi chao. Sawa Dosa. Young Africans hapo jana chuma 3-0 tunashuhudia zikitokea kwenye Mapinduzi Cup. Ni mwendelezo mzuri huku tukishuhudia wachezaji wao wengi wako kwenye ligi, wako kwenye timu ya taifa ya Tanzania, lakini bado huku tunazishuhudia chuma 3 licha ya kwamba Celestine Ekua amekuwa wimbo hapo jana akinyoshewa vidole na mashabiki wengi na kusema kwamba ni muda sasa wa yeye kuwapisha Yanga. Timu ya taifa tumetoa wachezaji waandamizi kutoka Yanga. Timu ya taifa kama Yanga na vilabu vingine wametoa mchango mkubwa mno. Yanga tumepeleka Dickson Job, Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Baka na nani mwingine? Kuna Djigui Diarra goalkeeper pia. Timu ya taifa national team, yes. Baka, Wasanchi Kola Baka, Zimbwe pale, Mwamnyeto, au ni wanne. Wachezaji wanne. Lakini hawa wachezaji wanne waliotoka Yanga kwenda kuiwakilisha nchi kwenye mashindano ya AFCON ni wachezaji wa daraja la juu. Ni wachezaji wa daraja la juu. Na ni first 11 sio maneno vizuri. Yaani hakuna Mtanzania Afrika Mashariki na Kati, Afrika kwa ujumla, mtu atakwambia Diki hajui mpira, Baka hajui mpira, Nondo hajui, wala Mohamed Hussein Shabalala hajui. Wachezaji wangapi hao? Wanne. Lakini rudi kwenye Kombe la Mapinduzi,
Umeona gepu? Hakuna gepu. Umeona makosa kwenye safu ya ulinzi wa Yanga? Sijaona. Tafsiri ni nini? Tafsiri, eneo la ulinzi la Yanga wamejitosheleza, hawahitaji hata backup nyingine kuja kuwasaidia. Si unaona vizuri? Katikati ya uwanja Yanga wana mtu kama Pacome Zouzoua, mchezaji mwenye daraja la juu kabisa, ambaye anacheza kwenye ligi yetu, ambaye amekosekana kule mashindano ya AFCON, anacheza Mapinduzi. Huwezi kuwapigia Yanga kelele wasajili, na wao ndio wanasajili. Si unaona vizuri? Yanga ambao hawapigiwi kelele wasajili, wao ndio wanalalamika kwamba Celeste ni kuwa tupishe. Wanamtaka nani? High quality player. Hili ndio jambo ambalo Simba anahitajika kufanya. Namsikia mtu mmoja anaambia kuitafutia makosa Yanga ni sawa sawa kuchora ramani kwenye lami. Kuitafutia makosa Yanga ni sawa sawa kuchora ramani kwenye lami. Kama unayasearch. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kitu ambacho hakiwezekani. Leo mtu aje ananiambia eneo la ulinzi la Yanga bovu. Uongo. Eneo la midfield la Yanga bovu ni uongo. Wameongeza mtu mmoja anaitwa Dimaro. Generator hiyo. Chuma kile. Kama ameshinda goli 3 kwa KVZ. KVZ ake Mungu, mimi nakwambia ni tofauti na Mwembe Makumbi. Quality yao. Msimu uliopita walitoa upinzani mkubwa sana kwenye Kombe la Mapinduzi. Unasikia Yanga wakijisifia kumfunga KVZ? Fresh, mambo ya kawaida. Yaani wanachukulia kama vile tumefanya trial. Wanaona kama huyu sio size yetu, lakini hatuna budi kutokana na ratiba. Ili tumfuate wa size yetu, inabidi tupite hapa. Mimi naomba sana viongozi wa timu fulani wamekuwa wabishi kuelewa mashabiki wao, lakini kwenye haya mapinduzi wakutane. Unazungumzia viongozi wa Simba. Wewe umesema. Wewe ndio umesema. Mimi nimesema timu fulani. Kwa hiyo unatamani Simba na Yanga wakutane Mapinduzi Cup. Wao ndio watapiga kelele sasa tumechelewa kusajili. Baada ya kukutana. Mtanange. Dunia sasa hivi iko open. Kila kitu wazi. Sasa hivi watoto wadogo wanakuwa na akili mapema kabla hajafika umri wa akili. Leo mtoto wa miaka 6 anajua kama Pacome mchezaji mzuri. Sima nalo vizuri. Hapa ndio tutakuja kupata majibu. Lakini mimi Yanga kumfunga KVZ kwangu sio story. Ya mimi siwezi nikaja kwenye mic nikajimwamba fai. Tumemfunga KVZ tunamsubiri mwingine. No. Yale ni mazoezi ya dakika 90 ambayo makususi kabisa kuna mtu anasubiriwa. Na huyu mtu anasubiriwa ili apewe makosa yake ndani ya uwanja. Sehemu ile pale inahitajika mchezaji, sehemu ile pale inahitajika mwalimu, sehemu ile pale inahitajika kocha. Anaelekeza. Tuombe Mungu inshallah. Sasa Dosa, tumalizie na timu ya taifa Tanzania. Hapo jana chuma moja tumechezea dhidi ya Morocco, tumepigwa. Licha kwamba mambo mengi yamezungumzwa, kwako ulikuwa ni mchezo aina gani na tumeferishwa na nini timu ya taifa ya Tanzania kushindwa kwenda hatua ya robo finali? Yes. Kwanza ni heshima kubwa sana kuzungumzia mchezo wa national team wa jana. Sisi tumefika kwenye kilele cha mafanikio. Kwangu ilikuwa surprise kufungwa na Morocco. Wametuzidi kila engo. Wametuzidi kila idara. Kila kitu wametuzidi kwenye mpira wa miguu. Mechi ilikuwa bora sana. Mechi ilikuwa ya ushindani sana. Wachezaji wa national team kuanzia goalkeeper wangu Hossein Masanza, anaitwa hivyo? Masalanga. Kiwango bora sana jana. Licha ya makosa madogo madogo, lakini for the first time anakwenda kucheza mechi kubwa
ameonyesha kiwango kila na stahili pongezi. Eneo la ulinzi la Yanga la Stars sina mashaka nayo. Kiwango bora sana. Leo nakwenda kuwazuia wachezaji wanaocheza PSG, wanaocheza Real Madrid, wanaocheza Galatasaray, wanaocheza Manchester City, wanaocheza Barcelona, sio jambo dogo. Hongera sana Taifa Stars. Mtanange, kelele ziko nyingi. Kelele zipo nyingi hususan kwa tukio lilofanya mwamuzi. Yes, dakika za jioni. Mwamuzi hakututendea haki kwa lile tukio. Lakini Watanzania tunapaswa kuambizana. Watanzania tunapaswa kukumbushana. Tukiondoa lile tatizo ambalo mwamuzi ametuumiza. Kuna nafasi ya Simon Godi Msuva. Kuna nafasi ya Selemani Mwalimu. Kuna nafasi ya Faisal Salumu. Hizi zote kama Watanzania, kama wachezaji wetu wangezitumia kwa 100%, Morocco jakuwa tunafunga si chini ya goli 3. Tusiishie kupeleka lawama kwa mwamuzi. Yes. Makosa kwa waamuzi ni dunia nzima. Mimi nishakushuhudia kosa la mwamuzi. Mechi ya Manchester United na Spurs. Kipindi hicho Jose Mourinho kocha wa Spurs. Mechi imeisha kabisa, watu washatoka vyumbani. Ngoma ikarudishwa uwanjani, pigwe penalty. Penalty kabisa. Mane akashinda ile mechi. Kwa hiyo makosa ya mwamuzi yapo, lakini ifikie kipindi tuambie wachezaji wetu, pale ulizingua. Tufikie wakati wachezaji wetu tuambie, nyinyi ndio kutupeleka sisi robo finali, nyinyi ndio kutufanya sisi leo tunaongea kifua mbele, sio mwamuzi. Mlaumu mwamuzi, lakini zile nafasi zako ukiwa umeshazitumia. Yes. Mwamuzi mimi naamini 100% asingeweza kukataa goli la Msuva. Mwamuzi naamini 100% asingekataa goli la Faisal wala Selemani Mwalimu. Sisi tunaona vizuri. Tunampa kosa mwamuzi. Sasa tunastahili kumlaumu mwamuzi. Ametudhulumu. Lakini vipi kuhusiana na wachezaji wetu? Tumewakumbusha majukumu. Lakini kwenye haya mashindano ya Afrika, Waswahili wanasema mcheza kwao hutunzwa. Morocco katunzwa jana. Tena katunzwa vizuri. Hivi kweli tulikuwa tumtoe Morocco pale? Kiwango cha jana cha Stars, haki ya Mungu mimi nakwambia Salome, ilikuwa ni surprise. Kila mtu alidhamiria pale tukikosa goli 2 goli 3. Lakini 45 za kwanza nyau. Ibrahim Diaz kaja kufunga goli, yeye mwenyewe haamini, kashangilia mara 2. Kashangilia upande wa kule, kamaliza kenda upande wake na kumpatia mpaka kocha wake. Kwa pale tulipofika jana, kwa kiwango tulichokionyesha jana, sisi ni washindi. Tumaliza hivyo. Taifa Stars sisi ni washindi. Wala ina haja kumtupia lawama mwamuzi. Mcheza kwa utunzwa. Wanawe jiulize kwa nini Simba wale slogan kwa Mkapa toki mtu. Kwa ubora walikuwa nao. Mcheza kwao. Au kwa nini Yanga tumesema kule Zanzibar ni Guantanamo? Kwa nini? Mcheza kwao utunzwa. Sio unaona vizuri? Morocco jana licha ubora wake mkubwa, lakini advantage ya kuwa nyumbani kwake imempeleka kule. Mimi nakwambia mtanange, chukua hii. Jana tumecheza na timu bora zaidi kuliko timu yote Afrika. Kuliko timu yote Afrika tumecheza nayo jana. Jana tumecheza na timu ambayo ndio bingwa mpya wa mashindano. Bingwa mpya? Waya mashindano. Utakuja kuniambia. Wamewakatia tamaa baada ya kuona kiwango chake na Taifa Stars. No. Wala mtu asikudanganye. Talented ya Morocco. Mimi navifuatilia ya mashindano. Anaenda kucheza na Cameroon. Cameroon akikoswa chuma 3. Cameroon akikoswa chuma 3. Sasa nitakutafuta. Inshallah. Tuombe Cameroon hii. Hii Cameroon hii ya makocha wawili, marais wawili. Brother, Tanzania jana amecheza kwa jasho na damu. Wamejitoa kweli kweli. Tanzania jana amecheza kwa kutaka kuonyesha dunia kwamba kuna nchi inaitwa Tanzania.
Kuna nchi ambayo inamilikiwa na mwanamke, ameonyesha. Baada ya mechi jana inakuangalia page ya Real Madrid, nimeona Madrid yenyewe wamempost Ibrahim Diaz wakasema asante. Kaikomboa Morocco. Yaani page ya Real Madrid imeweka Morocco 1 Tanzania 0. Sio mchezo unajua? Sio mchezo. Wenyewe washazoea Madrid pale wakiweka kwenye peji zao Morocco 4, timu nyingine 1, timu nyingine 0. Lakini jana wameweka Morocco 1 Tanzania 0. Sio mchezo. Kwa hiyo mimi ukiniuliza kuhusiana na mchezo wa jana, actually tumeumia kama Watanzania. Lakini lawama pekee tusimpelekee mwamuzi. Hiyo ndio point ya msingi. Yes. Tuwakumbushe wachezaji wetu. Tunakwenda kuandaa mashindano ya AFCON. Nafikiri ni mwakani 27. Tujifunze kama nilivyosema, tuende kule tukajifunze namna ya kucheza nyumbani. Tumechukua somo kule. Lazima tujifunze. Sio maneno mazuri. Kocha lazima ajue yes hapa tuko nyumbani. Shirikisho lazima ajue hapa sisi tufanyaje? Tuko nyumbani. Wizara inapaswa kujifunza kujua kwamba haya mashindano sisi ndo tunayahozi msimu huu. Asante Dosa. Asante sana.